Hujambo na karibu kwa taarifa zilizotufikia hivi punde. Mbunge wa zamani wa jimbo la Kilwa Kusini Selemani Bungara almaarufu kwa jina la Bwege amefariki dunia mchana huu akiwa kwenye hospitali moja ya binafsi huko Kigamboni jijini Dar es Salaam. Enzi za uhai wake marehemu Bwege amewahi kutumikia vyama vya siasa kama CUF, ACT Wazalendo na hivi karibuni alitangaza kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ingawaje mchakato rasmi wa kukabidhiwa kadi ya chama hicho ulikuwa bado haujakamilika. Ifuatayo ni sehemu ya maneno ya Selemani Bungara akiwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania enzi za uhai wake akiwawakilisha wananchi wa jimbo la Kilwa Kusini. Tupate kumsikiliza. Kwa kuwa misingi hiyo ya uhuru, haki, udugu na amani itatekelezwa katika jamii yenye demokrasia ambayo serikali yake husimamiwa na bunge lenye wajumbe waliochaguliwa. Wananchi pia yenye mahakama huru zinazoleta wajibu wa kutoa haki bila woga wala upendeleo wowote, hivyo kuhakikisha kwamba haki zote za binadamu zinadumishwa, kulindwa kwa wajibu wa mtu anatekelezwa kwa uaminifu. Kwa hiyo basi katiba hii imetungwa na Bunge Maalum la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya wananchi. Unajua nchi yetu sasa hivi, Mheshimiwa Spika, sisi tumeapa. Mimi sikuapa kuilinda katiba ya kafu, sikuapa hivyo. Na wala sikuapa, na wala mtu wa CCM hajaapa kuilinda katiba ya CCM, hatukuapa hivyo. Sisi tumeapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndani ya mjadala wetu hii sasa hivi hapa iko uchama tu, CCM itashinda. Nyote ndani mtakuwa CCM, kafu mtashindwa. Huko Zanzibar mna kafu hata mmoja, hamna Chadema hata mmoja, huko CCM watupu. Kinachofanyika kitu gani? Kinachofanyika kitu gani? Haya, mwakani muwe nyinyi nyote CCM bunge lenu, mtashinda, muwe nyote CCM watupu. Sisi wengine tusiwepo ndani. Jambo lenu mtasimamia katiba tu, wala msimamii CCM. Tena mtapata tabu sana kwa sokolo, mtakuwa hakuna ndani, mtasokolana wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kutangulia sisi, mtashambuliana wenyewe kwa wenyewe. Naomba sana tuache mambo ya uchama. CCM imeundwa, imeanza kuundwa Tanzania afu ndo CCM, imeanza kuundwa Tanzania afu ndo kafu. Naomba sana Mheshimiwa Spika, tuache mambo ya uchama, tuache mambo ya uchama. Wangapi walikuwepo mwako wapi sasa? Wangapi? Hata mtu unakuja ndani humo, Bwege utakuwa sio mbunge. Kwani mwanzo ulikuwa mbunge? Hata kama niko sio mbunge nani? Tunaomba usalama wa nchi yetu, amani ya nchi yetu. Na amani haipatikani bila haki. Amani haipatikani bila haki. Leo tunaongea hapa, tunasema hapa, serikali inajifanya masikini, hawasikii. Ndio maana watu wanaenda kusema Marekani huko, yeye msikii hapa. Na mtu akipambana kwa njia yote vile, ndani ya nchi na nje ya nchi. Akienda nje ya nchi, msaliti. Usaliti gani? Wakati yeye msikii hapa. Mimi nilikwambia ni Waislamu kwa wapigwa risasi, wameuliwa. Serikali iko kimya. Msaliti nani? Tukikwambiana msikii, mnaangalia nani kasema, mwangalie nini kasema. Tunataka serikali, Mheshimiwa Bungara, tunataka serikali ijue nini inasema. Mheshimiwa Bungara, nitakukumbusha tu neno moja. Inshallah. Nikae. Kwa hapa usikae. Haya. Kwa suti uliopiga leo blue bahari, inataka leo upige taratibu baraka, yani leo huko endelea mheshimiwa, uko vizuri leo. Mheshimiwa Spika,
Leo tunasimama hapa, mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mbunge wa CCM. Wewe mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yako kuisimamia serikali, sio kila kitu serikali ikisema baya ndio zuri, ndio why. Wabunge mmekuwa sasa hivi kama mbumbumbu. Umeshiba una njaa why. Unachokisimamia ukijui. Jamani, wabunge wote wa CCM mmepigwa ganzi. Hakuna hata taarifa. Taarifa ipo, taarifa. Mheshimiwa, taarifa ipo. Mheshimiwa Spika, unanichanganya bwana. Taarifa. Mheshimiwa Bungano, unapewa taarifa bwana, tafadhali. Taarifa. Nikuona mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, naomba nipe taarifa kaka yangu kwamba kwanza nimesimama kwa mujibu wa kanuni ya 688 ambayo inaniongoza niweze kutoa taarifa. Naomba nipe taarifa kwamba wabunge wa CCM kwa wingi wao wamekuwa wakitoa ushauri ndani ya bunge hili, ndani ya kamati za kudumu za bunge, na wamekuwa pia wakitoa ushauri kwenye mabadiliko mbalimbali ya sheria kwa kuleta schedule of amendment ambazo zimekuwa zikichanganywa humu ndani. Kwa naomba nipe taarifa kwamba tuko vizuri na tuko imara na tunafahamu kazi vizuri. Mheshimiwa Bwege, pokea taarifa hiyo, afu endelea. Mheshimiwa Spika, nimemwelewa sana, lakini nataka nimuulize swali moja afu atoe ushauri. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi vyama vya siasa ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi vya siasa. Sasa katoe ushauri sasa, kuziwia mikutano ya siasa, kuziwia bunge live. Sasa katoe ushauri kwamba ndio sheria na katiba inasema katika ukurasa wa 9 kwamba katika ibara ya 9 kwamba sheria za nchi zilindwe na zitekelezwe. Sasa kwa kuwa wewe unasimamia sheria za nchi na zilindwe na tekeleze, sheria ya vyama vingi vya mfumo wa vyama vingi vinavyosema kwamba mikutano ya hadhara na maandamano ni haki, wewe unaikamatia kaisema serikali yako. Sheria inasema lazima isimamiwe na itekelezwe. Hata kwa kuwa wewe unajua kushauri sana na kuisimamia sana serikali, sisi vyama vingi tunaambiwa mikutano ya hadhara hakuna, wabunge naziwiwa. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Mheshimiwa Spika, nimemjibu taarifa yake, kaishauri vile serikali waifuatie katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nakuombeni sana, mimi nakusifieni kidogo kuhusu mambo ya umeme. Kwa umeme alhamdulillah. Kwa umeme mnatufikisha mahali pazuri. Na kama mtaendelea hivi kuhusu umeme, mkafanya spidi katika maji, mkawalipa wakandarasi wa umeme hela zao vizuri, mkalipa wakulima korosho hela zao wote, mkaongeza mishahara kwa wafanya kazi, mkawa kesi za kuvamikia hakuna, ikawa maandamano yapo na ipo, CCM inashinda. Na mashehe wale waliokuwa ndani kwa miaka 8 mkawaachia. CCM dole. Lakini kama sifanyie umeme mashehe hawatoki, mishahara hamuongezi, wakulima. Hakika Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.